maneno gani ya kuongea na yule kaka au na mama yangu au na yule mjomba. Na sio maneno tu, unaangalia kabisa kitu gani nitakwenda nacho, si ni kweli? Kama ni kuku nichukue kuku, kama ni hela. Huwezi kutumbukiza mkono mfukoni tu ukatoa 500 ukasema naona ndio kilichopo. Unakuwa pangilia. Kwa hiyo shukrani, tunapozungumza shukrani, sio kitu chepesi. Ni kitu kizito, ni kitu fulani cha tofauti. Muulize jirani yako, unaelewa anayosema mchungaji? Mwambie unaelewa anayosema mchungaji? Kwa nini nazungumza haya? Watu wamekuwa wakienda kwenye shukrani kwa wepesi. Na sasa tukidekeza washirika bila kuwafundisha, wanazuka mpaka watumishi kwenda na shukrani nyepesi kwa Mungu. Nyepesi kabisa. Yaani anaongea maneno mepesi, anafanya kitu chepesi. Sijui kama unanielewa mtu wa Mungu. Anaongea maneno mepesi, anafanya kitu chepesi. Kwa hiyo nataka nijenge msingi huo, uelewe kwamba tunapozungumza shukrani ni jambo la kufikiri sana, sio jambo la hivi juu. Mimi nimewahi kufanya safari za shukrani hapa na kwingine. Hata mara ya mwisho nilikuwa nimefanya safari ya shukrani kwa askofu wangu wa jimbo la zamani. Nilimtafuta kwa safari hiyo, lakini nilipomkosa, aliponipa nafasi mwenyewe kwamba utakuja, nikasema hapa ndio penyewe. Nikafanya safari ya shukrani. Nikachukua bahasha zangu, nikatafuta maneno gani nitazungumza. Nimewahi fanya safari ya shukrani kurudi kwenye jimbo na kwa mchungaji wangu ambaye alinifungisha ndoa na ambaye nilitokea kwake kwenda kwenye huduma, Askofu Jonas Mkande kule Iringa. Nimetoka Dodoma na mke wangu, nikapita Mtela, nikaondoka kwenda kule. Lakini sikuwa na maneno mepesi na sikuwa na kitu chepesi. Jamani, amina. Sasa shukrani inapaswa iambatane na mambo mengi. Mojawapo ni haya. La kwanza, kama unataka kumshukuru Mungu, lazima shukrani iambatane na kumbukumbu. Wanasema is a time for remember. Kumbukumbu. Shukrani lazima iambatane nani? Kumbukumbu. Jikumbushe, unashukuru kwa lipi? Yaani juu yale mambo ambayo Mungu alifanya kwenye maisha yako. Kumbuka. Mimi moja ya mambo namshukuru Mungu wiki hii, na pengine sitakuwa msemaji. Mungu amenilinda mwaka huu afya. Tangu Januari mpaka Juni sijaumwa. Amen. Na najielewa ni kweli. Lakini nimeshangaa, tangu nimerudi kutoka huko, mwili wangu unajisikia vibaya sana. Yaani kama malaria imerudi yote. Sasa unajua nimesemeje? Mungu, unataka napoenda kushukuru unionyeshe kwamba nilikuwa nateseka kiasi gani. Wangapi wanajua malaria usumbufu wake? Unasikia vibaya, unalala unasikia vibaya, si ndio? Unasikia ovyo, yaani hauna furaha, hauna nini. Ndivyo nilivyo siku mbili hizi. Japokuwa nimezitandikia na maombi ya kufunga nikomeshe kabisa. Lakini nakumbuka kwamba hii kazi ilikuwa ni yangu kila wakati. Na mtabibu mmoja jana akawa anasema watu wenye grupu wao ikifika saa 11 wavae kiminja, kwa sababu wao na umbu ndio shida. Ikiguswa na umbu tu ameshaumwa. Na mimi grupu wao ni kama wananitisha.
Kwa lazima nikumbuke jinsi nilivyokuwa nahangaika. Niliwaambia ni mai humu mimi na bima hapa. Nimeenda siku moja Tumaini, kuna hospitali moja walikuwa wanashirikiana na madaktari bingwa wa hospitali mbalimbali wakatengeneza ile hospitali nasikia. Siku moja nimepigwa madripu pale, dripu moja nimewekwa, kumbe wanataka waende kwenye jukumu lao mambo yao. Sasa ili warudi alijaisha, wakanyuti hiyo linadondoka kidogo. Tone moja likidondoka unaenda karibu mpaka Kibaha. Ndio lidondoke la pili. Mimi nimeweka mkono tu hivi. Nimechoka mno. Unasikia mabundi tu, makunguru tu. Niko mwenyewe. Chanika na kule ni mbali karibu na baharini kule. Niko mimi tu. Malaria ilinichosha. Nesi mmoja sio akaja mdogo na akasema, "Wewe baba hii ndipo umeweka sanga." Nikasema saa moja, akasema, "Jamani, haya si mateso haya. Nani amefanya hivi?" Ananiuliza, "Kwani wewe uone haya matone yanapodondoka?" Nikadhani mimi nijua hivyo hivyo. Yaani kakitondoka kamoja ndi. Chalize alafu rudi ndo kanadondoka kapili. Yule akaniwaisha sasa, akaongeza speed. Alipoongeza speed naye akapotokomea. Ndipo ile maji yale yakaisha, alafu damu ikaanza kupanda kuingia kwenye drip. Anarudi anaona damu iko kwenye drip. Wewe vipi? Nikajua inatakiwa ipande kasafishe maji yale yaliyobaki ndio yarudi yote. Nimekunywa Fansida, nimekunywa chloroquine, nimekunywa nini nyingine ilikuwa inaitwa nini? Actiquick. Wakati kuna bwana mmoja sio alikuwa anaitwa nani na muhifadhi, ukitaja jina kama alikufa itakuwa nini. Sasa mmoja akaja kusumetumia nini? Atukikasema hiyo ndio iliyo mapafu ya fulani. Sasa napokwenda kumshukuru Mungu nakumbuka kwamba Bwana ameimarisha afya yangu juu ya malaria. Sijui kuna mtu ananielewa? Lazima shukrani iambatane na kufanya nini? Kukumbuka. Mwambie jirani yako, unakumbuka Mungu amekufanyia nini wewe? Kuna wakati hatukumbuki. Ulisafa, ukateseka, ukahangaika. Kumbuka ulipokuja hapa mjini. Ulipokuwa umekuja na suruali ya ajabu ile kama Pecos. Kumbuka na ule mgauni uliokuja nao mjini hapa. Kumbuka jinsi ambavyo uliwahi kusikia hata harufu ya ubwagwa. Unadhani umeenda Johannesburg kula ubwagwa tu basi. Viko vitu vingi vya kukumbuka ambavyo Mungu ametenda kwenye maisha yetu. Yuko mtu mmoja nilikuwa namuongoza kwenye maombi jana, hata kama yuko hapa. Nikamwambia jambo la kwanza, mshukuru Mungu amekupa watoto watatu. Hata nyinyi mnaweza mkaongeza mkapiga makofi. Maana hao sio wachache, ni wachache. Kwa sababu wengine hata mmoja wana. Sasa adui wanatufunga. Anatufunga kukumbuka. Hatuwezi kukumbuka jinsi tulivyopambania kitu fulani, Mungu akatupatia, hatukumbuki. Alivyofuta kesi fulani, hatukumbuki. Alivyotuingiza kwenye kazi fulani, hatukumbuki. Alivyowasaidia watoto wetu kwa namna fulani, hatukumbuki. Hatukumbuki. Juzi mimi machozi yametaka kunitoka. Brad anaongoza mkutano kule Lugoba, kako mbele. Nakumbuka Bwana Yesu kama unampenda, na kaka yake yuko pale. Nikasema hawa ni watoto wa nini? Na mimi na sadaka ya shukrani kesho kwa tutoe kule jimboni. Wamepeleka mbele kwa sababu tuna msiba, tuna mchungaji mmoja tunamzika kesho. Mzee wa siku nyingi anaitwa mzee wangu. Tunamzika kesho. Lakini kwa kesho sadaka. Na nimejiandaa. Wengine walipobadilisha tarehe wanasema yes. Hao ambao vitu havifanyi kazi wanasema yes. Hakisha mimi. Mimi nakumbuka. Naomba moja kama kuna mic nifungulie Biblia. Maana msije mkafikiri nazungumza tu. Moja awe kiba kabisa moja kusoma Biblia. Muwe na haraka hata kama mic hazifanyi kazi, iko mic nyingine wapi kwa. Kitabu kile cha
Kumbukumbu la Torati 8:18 andiko la kwanza, na Zaburi 124 mstari wa kwanza na wa pili. Kumbukumbu la Torati 8:18, Zaburi 124 mstari wa kwanza na wa pili. Kumbukumbu la Torati, naomba lisome kwa mic. Nawe utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata, maana ndiye anayekupa nguvu ya kupata utajiri, ili afanye agano, ili alifanye agano lako imara. Jamani, amina. Hiyo ni kitabu cha Kumbukumbu la Torati 8:18. Kukumbuka kunaweza kukakuletea machozi. Kukumbuka kunaweza kukafanya udharau unacho ambacho bado, kwamba yule Mungu aliyenisaidia kwenye 1, 2, 3, hata ile iliyobaki hapo atanisaidia. Sasa wengine hatukumbuki. Muulize jirani yako, wewe huna mambo Mungu amefanya kwenye maisha yako? Mbona mashupalia hilo tu? Huna mambo Mungu amefanya? Tuchukulia rahisi. Waone wale waliooana. Wale waliooana wale. Alivyokuwa anahangaika, harusi itakueje? Hivi nitaweza? Shela nitapata wapi? Sijui viatu vya kongoko vya bibi harusi nitapata wapi? Pete nitapata wapi? Anapasua kichwa. Wacha afanikiwe, kasahau. Na yule binti aliyesema nitaolewa mimi, kwa siku nitawapete mimi, kwa mimi ndalinga mimi, ndaingia kwa step kweli. Wacha kaingia kwa step kabisa. Amesahau. Mwangalia yule ambaye alikuwa anakuja naomba analia mpaka na makamasha anataka watoto kanisani. Wacha apate. Anasahau. Shukrani lazima iambatane na kukumbuka. Kuna mambo Mungu ametenda kwetu makubwa sana, lakini tunasahau. Zaburi 124 mstari wa kwanza na pili. Soma. 124 mstari wa kwanza na wa pili. Kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, kama sio Bwana aliyekuwa pamoja nasi, Israeli na aseme sasa. Israeli na aseme sasa. Kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, kama sio Bwana aliyekuwa pamoja nasi, wanadamu walipotushambulia, papo hapo wangetumeza hai. Ishia, unaona wewe anakumbuka. Kama sio Bwana, anasema kama sio Bwana hii kazi nisingepata. Kama sio Bwana hapa nisingefika. Tunapokwenda kumshukuru Mungu Jumapili, anza kukumbuka Mungu alikutoa wapi. Pengine ulikuwa wewe umekufa, ungekuwa marehemu mpaka sasa huko. Hayo maisha ungekuwa huna. Hicho ulicho nacho ungekuwa huna. Tunasahau. Huwezi kuwa na shukrani nzito kama hakuna kitu unachokumbuka. Huwezi kuwa na shukrani nzito. Namba 2, shukrani lazima iambatane na maneno mazito ya kuelezea ulichofanywa. Iambatane na maneno mazito. Zaburi 124 hapo ulipokuwa umetoka, hebu soma mstari wa 6. Alafu mwingine atasoma Samueli wa pili 7:18, Nyakati wa kwanza 24:19. Wewe unaandika vizuri, tunaenda taratibu. Zaburi 124 mstari wa 6, Samueli wa pili sura ya 7 mstari wa 18, Nyakati wa kwanza 24:19. Maneno mazito. Haya maneno iwe unayazungumza kwenye maombi, iwe unayazungumza kwenye ushuhuda, testimony. Maneno mazito. Eleza kwa uzito Mungu aliyosema. Nimesema haya maneno yasielezee unachotoa, bali yaelezee alichokifanya Mungu. Maneno mazito kwa Mungu alichotenda. Hebu 124 Zaburi mstari wa 6 soma. Na ahimidiwe Bwana asiyetutoa kuwa mawindo. Haya maneno mepesi, mazito. Uwe na maneno sio ya mbwembwe, sio ya vichekesho, sio ya mipasho. Maneno mazito ya kumpa Mungu utukufu. Samueli wa pili 7:18.
Samuel wa pili 7:18. Ndipo Daudi mfalme akaingia, akaketi mbele za Bwana. Akasema, mimi ni nani? Mimi ni nani? Bwana Mungu, na nyumba yangu ni nini? Nyumba yangu mimi ni nini? Hata umenileta mpaka hapa. Unaona maneno haya anazungumza Daudi. Mimi ni nani? Na nyumba yangu ni nini? Mpaka umenileta mpaka hapa. Mpaka kunipa ufalme. Mimi ni nani? Mimi ni nani? Kuna mambo Mungu anatufanyia ambayo hatulingani na hayo aliyotufanyia kabisa. Sisi tunachukulia kawaida tu. Nyakati wa kwanza 29:14. Nyakati wa kwanza 29:14. Lakini mimi ni nani? Na watu wangu ni nani? Hata tuweze kutoa kwa hiari hivi? Unaona huyu amekuja kwa shukrani, anasema mimi ni nani? Na watu hawa ni nani? Hata tufanye mambo makubwa kama haya. Hii sasa sehemu zilizowekwa zinahitaji ufundi kweli. Ningetoa ruksa kwa wanaprezi waendeleage tu, sababu hawaoni muda. Kwa hiyo kuwepo na maneno mazito ya kumwambia Mungu. Na hapa nazungumza kwa Mungu. Hata kama ingekuwa kwa dada yako, kwa kaka yako, na penyewe ni vizuri useme maneno gani? Mazito. Dada, nashukuru sana kwa moyo wako. Sasa ndio nisema asante. Nini kusema asante tu? Wewe elewa hivyo tu. Na wengine wanajifanyaga hivi. Mimi kitaajabu katika maisha, nimeshawakuta watu wanasema mimi sio msemaji, wakati muda huo wanaongea sana, alafu wanasema mimi sijui kuongea. Wakati unaona kaacha ongea kupitiliza, alafu anasema mimi sijui kuongea. Mimi siwezi kuongea, elewa hivyo. Hapana, unajua huyo ameshinikizwa, labda amesikia kwamba yule mtoto mimi ndio nilimsomesha, lakini hapa mjini ndio nimesomesha form 1 mpaka form 4, hajaja kunishukuru. Kwa hiyo mtu anasema twende. Nimekuja niseme asante kwa ulichonisaidia. Sisi wengine hatujui kuongea. Wala si mnaelewa, sisi wengine hatujui kuongea. Ujue hiyo anashinikizo. Kuna mmoja aliwahi kumwendea kaka yake. Kaka yake akasema mimi hataki kuonana na mimi. Mtaji nilimpa aendeshe maisha. Amefanikiwa, ananidharau ni kaka yake. Dogo akakumbuka mtaji yule bwana alinipa wa mihogo. Ilikuwa ni 3000. Na sasa yuko kwenye mamilioni. Akaondoka akasema kaka, nimekuja. Nikushukuru sana kwa ule mtaji ulionipa miaka 10 iliyopita wa mihogo, ilikuwa 3000 hii hapa. Asa, hayo sio maneno mazito yanayoendana na shukrani. Jambo la tatu la kuambatana na shukrani. Iwepo shangwe. Ikiwezekana vigeregere. Yaani kuwe na shamla. Amsha. Shukrani haipendezi mtu uwe umenuna. Kuwe na shangwe. Kuwe na furaha, shangilio. Samuel wa kwanza 4:5-6. Kutoka 15 mstari wa kwanza. Kutoka 15 mstari wa kwanza, Samuel wa kwanza sura 4 mstari wa 5-6. Shukrani inahitaji shangwe. Hata Jumapili tunategemea kutakuwa na shangwe na vibe la kutosha. Kumwambia Mungu asante, umetulinda miezi 6 tuko salama. Nusu mwaka tumeukata. Umekuwa facilitator wetu kwa hiyo miezi yote. Yale yote tuliowaza itakuweje, Mungu umetenda. Katika mwaka wa marejesho wa kurejeshewa, tumeona 1, 2, 3 vikirejea, na vilivyobaki tunajua Mungu utafanya. Jamani, amini. Unanisomea hilo andiko? Na sanduku la agano la Bwana lilipoingia kambini, Israeli wote wakapiga kelele kwa sauti kuu, hata nchi ikavuma. Msikie. Hawa walikuwa na shukuru, sanduku hawako nalo. Lilikuwa mikononi mwa maadui.
Sasa Bwana amewasaidia sanduku la agano lililokuwa na amri 10 mle ndani, lina fimbo ya Musa iliyochapia maji, lina mkate ule wa uonyesho, mfano wa Musa alivyo, mfano wa Mungu alivyowapa maana wa Israeli jangwani. Lilikuwa mikononi mwa adui, sanduku ambalo walipotangulia nao makuhani wamelibeba kwenye mto wa Yordani, mto uligawanyika. Sasa hawako nalo. Bwana akawasaidia, hili sanduku likawa limerudi katika nchi yake. Wakapiga kelele kumshangilia Mungu. Jamani, amini. Hata kama ni kilio, tuwachukulie watu wanaoshukuru wanalia, ni kilio cha furaha, si ndio jamani? Kutoka 15 mstari wa kwanza. 15 mstari wa kwanza. Ndipo Musa na wana wa Israeli wakamwimbia Bwana wimbo huu, wakanena na kusema, nitamwimbia Bwana kwa maana ametukuka sana. Farasi na mpanda farasi amewatupa baharini. Acha hiyo misali ni mingi sana. Hapa Waisraeli wamevuka bahari ya Shamu. Mungu amegawanya bahari, wamepita, shukrani zao za mioyo yao, wakapiga kelele, wakamshangilia Mungu, wakaimba. Jamani, amina. Sisi tunatoa, alikuwa ananisimulia, nadhani ni askofu wangu, anasema alienda nchi moja, akashangaa muda wa sadaka watu wanakuja na mabegi ya hela. Sasa wakitoka huko, ile pambio, ile wimbo inasema namtolea Bwana kwa namna gani, kwa furaha, ndio aliona kule. Anacheka, mtu anafanya hivi, anafanya hivi, anafanya hivi, anafanya hivi, alafu anarudi nyuma, hapo anakwenda hivi, anakwenda hivi. Sio ameshika 5,000 ni mahela, yani ana furaha moyoni. Lakini sisi tunamtolea Bwana kwa furaha alichonipa yeye na kumrudishia. Mpaka tumetengeneza fundisho linalosema sadaka anayekubali Mungu ni ile ambayo inauma, si ndio? Unajua hilo ni fundisho la uongo, wachungaji. Ni fundisho la uongo. Lakini imebidi tutengeneze hivyo kwa sababu aina ya watu wetu wanapotoa hiyo inauma. Kwa hiyo dimana tumeweka hivyo kwamba ile inayouma kwa tafsiri ya nyinyi wa Tanzania na Wagosheni. Lakini tafsiri ya kwingine ukisema ile inayouma hawatakuelewa, kwa sababu haijawahi kuwauma. Sasa nauliza inayoniuma ni ipi? Na pengine inayomuuma ni ndogo. Yaani akiwa na hela ndogo ndio roho inafanya nini? Inauma. Sio kama umenielewa mtu wa Mungu. Kwa hiyo lazima kuwe na shangwe tunapoenda kumshukuru Mungu kwa jambo lolote. Tuwe na shangwe na furaha. Namba 4, yawepo maadhimio mapya au manuio mapya. Zaburi 116 mstari wa 12 hadi wa 14. Unapotoa sadaka ya shukrani lazima uwe na maazimio mapya. Natoa sadaka ya shukrani, Mungu amenipa mtoto, naazimia nini kutoka hapo? Natoa sadaka ya shukrani, Mungu amenipa mke au amenipa mme, naazimia nini kutoka hapo? Naazimia nini? Tulipaswa tuwaone maazimio ya watu. Yako mengine yanasemeka, mengine ni asili wewe na Mungu. Lakini yanayosemeka ni kwamba sasa wazee wa kanisa, asante, nimevuka kipengele hiki, sasa nitapiga kazi mpaka ieleweke. Sina kizuio, wife yuko hapa. Sina kizuio, husband yuko hapa. Lakini hatuna maazimio yoyote. Mungu hatupatii vitu ili tubaki vile vile. Mungu anatupa vitu kama motisha ili atuone tunafanya nini. Na kama hamna maazimio, maana alichokitoa Mungu kimepotea. Unaazimia nini baada ya shukrani ya kupona? Kwamba Mungu amenirudishia uhai huu, sasa nitaichapa kazi yake. Unaazimia nini? Unaazimia nini? Maana unamshukuru Mungu kwa lile alilolifanya. Maazimio yako mapya ni yapi? Ni yapi? Ndio maana baadhi ya mambo unakuta yanarudi kwa watu. Yanarudi.
Kwa sababu huyu mtu baada ya Mungu kutenda jambo lile, halijabadilisha chochote kwenye maisha yake. Niliwahi kuambia kuna mtu mmoja nilimwombea, alikuwa na shida ya bleeding, mwanamke yule. Ilikuwa ni shida, hawezi hata kuwa jasiri mbele za watu. Ninayeunganisha mpaka inayempelekea karibu kwenye umauti. Baada ya maombi kichomoka kitu kama pia, ambayo ni damu nzito iliyoganda kama pia hivi. Mungu akamponya kabisa. Na akaleta ushuhuda, Mungu ameniponya. Na alikuwa msumbufu, atoi zaka, afanye nini kanisani. Baadaye nikaona yale yanaendelea. Kukosa uaminifu wake kule kunaendelea. Kujivutavuta kwa Mungu kule kunaendelea. Nikamfuata. Nikamwambia, wewe una shida. Na alikuwa mfanyakazi wa serikali. Mishahara yake yote, hela zake ni kweli zilikuwa zinapotelea kwenye matibabu. Na akaweka sababu kwamba na shida kutoa zaka, hela inapotelea kwenye matibabu. Mungu akamponya. Unajua nilimfuata akasemeje? Bado miguu. Akasema bado miguu. Kwani alikaa? Tatizo lilirudi. Yaani hasemi Mungu, kama umeondoa tatizo nitakuandama wewe. Anamwambia Yesu, bado miguu. Ina maana kama unanijibu mimi mtumishi wake, ndio anaomjibu nani? Ndio anaomjibu Mungu. Aliteswa na tatizo lile hasa. Na kati ya miujiza na ikumbukaga Mungu alitenda ni ule. Lakini hana maazimio. Hana maazimio. Na kuna watu wambarikiwi kwa sababu hamna maazimio. Na kama mna maazimio mabaya, tunapata shuhuda huko, watu wengine wana maazimio ya kijinga kabisa. Na mnasema na wewe kweli unakubali unabarikiwa unatoa hela zote. Ujinga huo. Mimi sitoi zote. Upate ngapi? Yaani Mungu anakuchungulia. Ndio anakuchungulia, unamwambia Olive. Mama Shavani, unamwambia Olive, hivi na wewe unataka kutoa hela zote? Mimi sitoi. Eti nasikia nani yule, kuna mtu mmoja, watu kama wawili hapa mwingine nilisha mzungumza. Alipopata mshahara wake wa kwanza 500,000 akanipa wote mshahara wa kwanza. Sasa hebu sikiliza, ndio wewe sasa. Hebu mwambie Olive hapo, Mama Shavani. Mwambie na wewe unakubali ujinga wa namna hii? Mimi sitoi zote. Sawa utoi, lakini Mungu anasema na mimi sikupi. Kwa sababu Mungu anajua mpaka mawazo. Unaona? Wenzako hebu fikia pembeni wanawaza, anasema mimi hili vumbi ningepata hela mimi hapa, ningepaondoa papote ili vumbi liondoke. Ningenunua kokoto, ningemaliza hapa pote. Umeona wewe? Mzee Makungu ndio Mungu. Huyu anawaza. Huyu anasema, mimi ningepata hela, hawezi kunipelekesha kama wanavyompelekesha fulani. Mungu nampa na wenzako wanaangalia, wanaona shida zilizopo. Wanaona shida zilizopo. Wanaangalia matatizo yaliyopo. Mungu amenipa hela. Hili hapa ningetatua ili liishe hivi. Leo nilikuwa naangalia nikasema hivi, haya madirisha haya yatakuwa yaweke yote, tusifunge mabati hivi, tufunge madirisha ya chuma. Kwani inashindikana kuweka madirisha ya chuma huko wakati tunaendelea na ujenzi? Inashindikana. Ili pawe safe kuliko pako hivi mtu anaweza kudandia kuingia ndani. Sema kama kuna maila yanakuja kwa jumla hivi, kesho aanze kuchomelea. Unaona? Sasa wewe mwingine unawaza, Mungu anipe hela, lakini akinipa story. Sadaka ya shukrani lazima iambatane na maazimio. Unaazimia nini? Na yako uyaongee, yako mengine ongea na Mungu wako. Kwamba Baba Mungu, maadamu umenifanyia hivi, nijaribishe, nipe muda uone. Nipe muda Mungu wangu, uone nitakavyofanya. Mtasema nazungumza maneno yangu. Hebu tusome kwa makini kabisa. Zaburi 116, kwanza mstari wa 12. Tusome kwa makini kabisa, taratibu kabisa anayesoma. Msikilize kuhusu maazimio. Anasemaje huyu mtu? Nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake wote? Anasema mimi nimrudishie nini Mungu sasa kwa ukarimu huu wote alionitendea? Hebu sema nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu alionitendea? Kule kwenye dini ni wimbo, nimrudishie Bwana nini. Mnapokea kwa ukarimu wote alionitendea, nitakipokea kikombe cha wokovu,
na kulitangaza jina la Bwana. Bwana, hakika mimi ni mtumishi wako, umenifungua vifungo vyangu. Mngeweka kukariri maandiko ningewapiga nyinyi. Maana mengine mwenzenu nayaimba kiwimbo. Jamani, mengine nayaimba kinini? Kiwimbo. Hapo ni sasa zungumza mistari miwili mitatu hapo. Hebu tuendelee tuone. Anza mwanzo. Nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu? Nimrudishie Bwana nini? Kwa ukarimu wake wote alionitendea. Nitakipokea kikombe cha wokovu na kulitangaza jina la Bwana. Na kuondoa nini? Nadhiri zangu. Mnaona? Mmeona maazimio hapo? Mnaona maazimio hapo? Anasema nimrudishie nini Bwana kwa ukarimu wake wote aliofanya nini? Alionitendea. Anarudi anasema. Anasemaje? Nitakipokea kikombe cha nini? Cha wokovu. Alafu nitalitangaza nini? Jina la Bwana. Hayo ni maazimio, sio maazimio. Anasema mimi nitalitangaza jina la Bwana. Kingine amesemaje? Nitaziondoa nadhiri zangu mbili. Nadhiri zangu mbili. Wewe una nadhiri ngapi? Zile za kanisa. Na wengine Mungu anaomba hela. Mna nadhiri humo. Ulisema mimi nitatoa laki. Sio nadhiri hiyo mzee Makungu. Umeondoa. Muulize mwenzako umeondoa. Baada ya shukrani. Maneno mengi lisali naisha unaongea hapa. Unasema kwa kweli nimeongea kidogo na mwenzangu amalizie. Nadhiri ziko pale na wewe amalizie, na yeye anaanza na moja kule tena. Nadhiri ziko pale pale. Ameishia kwenye nadhiri Jamani mseme. Sasa haya yanaitwa nini? Maazimio. Unataka kwenda kumshukuru Mungu kwa yale aliyotenda. Una maazimio yapi? Azimia chochote, maazimio yako mengi. Mengi. Watu kisema ile huduma iliyo ndani yangu Mungu sasa anaruhusu itumike. Hata ukisema mimi kila hela nitakayopata, kiasi fulani nitafanya kitu fulani. Kuna mijamaa ina maazimio imefanikiwa. Niliwahi kuambia maazimio ya kina nani? Ya kina Colgate. Maazimio ya kina Caterpillar. Hivi Caterpillar si unajua Caterpillar? Ni jina la mtu. Hata Colgate ni jina la mtu. Mpaka sasa nataka Colgate. Hata wewe what day tunasema Colgate. Ni jina la mtu. Lakini kati ya hao sikumbuki kwa kubainisha, kuna mmoja alisema kila hela inayoingia 10% mimi nitaitoa. Mwingine akasema 90 mimi nitabaki na 10 tu. Maazimio. Mungu anatembea na wenye maazimio. Wanaoazimia ambao wako serious, wana agenda fulani na Mungu wao. Mungu anatembea nao. Wanaishi bila maazimio tu. Hata mwaka huu una maazimio gani? Maazimio gani? Una maazimio gani kwa Mungu? Hata maazimio yako wewe ulionayo, unataka ununue kiwanja, unataka kumalizia nyumba yako, unataka kufanya hiki na hiki, kwa Mungu na maazimio gani? Kuna watu wengi wanadumu katika haya ambayo tu Mungu ameyasema, haya zaka, na yenyewe hawafanyi shukrani, hawafanyi sadaka ambayo yakupenda. Lakini iko zaidi ya hii, ni yale ya personal wewe na Mungu. Umeazimia nini? Mimi nimeazimia, ngoja niseme hapa ili nijifunge vizuri kabisa. Nimeazimia kabla mwaka huu hujaisha, kwa ya vijana ndio nimeishonia sale what? Nataka Mungu anipe mahela kiaje kitu. Na usifikiri mzigo mdogo, mzigo mzito. Na shoni kitambaa cha 200. Hizo watakuwa wanavaa sehemu maalum wakati tuko wote. Mimi nimeulamba na wenyewe wameulamba. Wadada na vijana. Safi. Nyoka namna hiyo. Ukipiga mziki wakafanya kwanza hivi. Hata wanaposimama inaongeza ujasiri. Sio nani yako mengi. Maazimio yako machache yako mengi. Mengi. Kwani hawastahili? Hakuna hata mmoja atakayenisaidia ongeze moja.
Ni mnapenda tu kila wakati hiyo iko kama ya shapa niyo si shati na nini hiyo. Watoto wanajipinda na mikesha hapa. Yaliyotajirika duniani miongoni mwao yaliazimiaga hayo, yalipelekaga wanakuwa ya studio, yalikuwa yalinunuaga mavyombo yote. Unashangaa vyombo vya kanisa milioni 30 kanunua mtu mmoja. Mmoja. Maazimio. Jambo la mwisho, naenda kumaliza. Uwepo shukrani na lazima iambatane na sadaka nzito au maalum. Yaani hatutoi bora kitu kwenye shukrani. Bora kitu hatutoi. Na mimi nishaagiza, hata wazee wa kanisa wanajua. Hamna kufungua shukrani kwenye bahasha mtu. Shaagiza. Shukrani zote wanazifungua mimi. Napima akili ya watu. Hii akili ikoje? Na tuko nyuma mno. Na nyinyi mliooza hapa, hebu nyoshe mkono mliooza na mlio ambao watoto wenu wameolewa na wengine wameoa kama mimi. Mnyoshe. Wote hapa mmeozesha. What? Kama tumefeli. Wote tumefeli. Na ni mbaya mno kitu kinachofanya. Mbaya mno. Fikiria. Nikupe ufahamu wa kawaida mpende. Nyinyi hebu Flora upo hapa. Kamati yangu mimi ilikuwa mara ya kwanza double shilingi ngapi? Laki moja. Mna watu mle wametoa mpaka laki ngapi peke yao? Sasa hata nijifananishe mimi. Sasa ndio nakuja. Mtoto lako yuko hapa, mkamwana yuko hapa na mwingine yuko hapa. Bwana sifiwe kwa upendo. Amen. Mnaongea familia nzima kwenye bahasha. Unavitenga karibu duka. Kama sio hela za vikundi na kadhalika. Kwenye bahasha una shilingi ngapi? Muulize mzako una shilingi ngapi unaweka kwenye bahasha? Yaani unashindwa kuchukua hata dabo hii moja. Ulichukua muda. Ningekuwa sijaozesha ningesema nasema mtu. Lakini fikiria kanisa lilipochukua sioleta nini? Umakini kwa ajili ya kijana wangu. Shughuli zingine zinasimama, si ndio watu wa Mungu? Shughuli zingine zinafanya nini? Zinasimama. Wanahangaikia mtoto wa Pastor Kalinga aoe. Mtoto wa Mzee Mapanje aolewe. Huyu anakabiwa huku, huyu anakabiwa huku. Ukikosekana kwa mimi unakutana na Mapanje kule. Ukikosekana na Mama Mapanje, Baba Mapanje. Kama sio Mama Mapanje, Kalinga. Kama sio Kalinga, Leukadia. Tukija kwenye shukrani hapa, muziki wake ni mzito. Tuseme Mungu atuokoe. Tuseme tena Mungu atuokoe. Tunakuja na kitu cha ajabu katika mambo makubwa Mungu ametenda ambayo tusingezani. Katika mambo ambayo watu wamejitoa kwa maumivu makubwa, sisi naanza kutuuma. Shukrani nataka uende na sadaka nzito. Umepona ajali. Huo mguu ungeenda kule waanze kuchomekewa vyuma mguuni. Ungetoa shilingi ngapi? Kwenye wewe ajali unayozungumza hivi. Ungetoa shilingi ngapi? Binti yangu alitaka kupata ajali juzi hapa. Alitaka kukutana na Costa uso kwa uso. Shii kuna gari pikipiki alikuwa amepanda ilikuwa inakwepana na huyu hao wanaobeba mkaa. Kwenda huko akakutana na gari. Tungekuwa tunaongea nini sasa hizi? Mimi nimezika mwaka huu, sio nimeshazika mara 2 mara 3. Na wengine mko hapa mnajua. Wengine ni ndugu za washirika wako. Mama anajifungua, anapoteza nini? Maisha. Wewe unaenda leba unarudi. Tunachukulia kawaida tu. Kawaida kama ya kwetu tu.
Ndio maana ndoa nyingi zinaanza kwa matatizo, watoto wengi wanazaliwa kwa matatizo, kwa sababu hawana kitu ambacho tutamdai Mungu kwacho. Shukrani inaambatana na sadaka nzito. Naongea hivi kwa sababu wako watu wameandaa kutoa 1000. Muulize mwenzako, ni wewe ni? Heri urudi nayo. Na ikiwezekana ukwepe Jumapili usije kanisani. Tunalea ubovu fulani ambao wakati mwingine huwa wa kuongea, na mimi niko wazi tu. Na mimi nimeshaweka msingi na kina Flora wao wanajua. Sadaka ya shukrani ya kanisa zima huwa naipa kitu cha kufanya. Nikiamua nitumie mimi naweza, kwa sababu ndio mna shukrani. Lakini wanasema sadaka ya shukrani ambayo na mimi nimo ifanye kitu fulani cha kanisa. Heri uache. Heri fanye nini mbele? Heri uache. Sijamuona hapo wadai kwa kutoa 1000. Sijamuona. Sijamuona hata huyu. Bado. Unaona aliposhuka na huko kuona mtuleta kwenye macho. Mama kwangu ndo kabisa tutume ya bei iko hapo. Lakini ndio mnafanya. Ndio mnafanya. Hata kwa watoto wenu mmefanya hivyo. Bahasha kibao lakini zina buku. Lundo liko hivi buku. Mimi na furaha, mimi siwezi kuweka kwa mtoto wangu hela hiyo, siwezi. Kwa sababu naelewa, nikiweka buku nambukisha. Naelewa. Mambo mengine yote tunaonekana tunaweza, lakini tukifika kwa Mungu tunajishusha fulani. Na ndipo mahali pa chanzo cha umaskini wa Wakristo hasa wa Tanzania. Hapa. Usifanye mchezo na shukrani. Mimi mwaka jana niliweka angalau wastani kwa mwezi mmoja ni 100,000, kwa mwaka 1,200,000. Sasa nilikuwa nimebakiza eneo la miezi kama 3 na nikawa nimehama jimbo. Nikasema hii miezi 3 sio ya jimbo hili, ni ya jimbo la kule. Nimekuja kule, babangu anashangaa. Aliniombea maombi hayo, sijui ndio maana siuni malaria. Lakini niliweka target kwamba angalau kwa mambo Mungu anayofanya. Hamna kitu kirahisi, sikini rahisi tu. Kama hela zipo tu. Sio rahisi hivyo. Kuna wakati tunapalilia matatizo yanaendelea kubaki kwetu, yanaendelea kubaki. Ni kwa sababu vile tunapoenda kwa Mungu tunachukulia kawaida. Hapa ikitokea safari ya mkoani hapa kesho, utapambana, utaenda tu. Ni uongo? Hamtaenda. Likitokea jambo lolote la safari kwenda mkoani kesho, kuna mtu aende. Sasa udai safari ya kwenda mkoani. Kabla hata kama mtu akaandaa sadaka ya shukrani 10,000 tu, Jumapili tunaweza kupata hela kiasi gani? Shukrani mkaamua kufanya kitu kikubwa cha ajabu sana. Unajua mkiwa 600 kila mtu akitoa 10,000 mna milioni ngapi? Mnafanya mambo madogo. Sasa watu ambao hatutaweka 10,000. Kwa neema ambazo tunaona Mungu anatutendea. Lakini sisi tukisikia vitu hivi na mimi nimekiangalia kitu kimoja. Na hiki niwaeleze. Hivi mnaelewa kule kwenye ministry kule wanakotoeshwa sana, mnaelewa na wakubalikiwa wanabarikiwa kuliko huku, mnaelewa? Mnaelewa mwelewe? Naelewa. Analaanika yule anayewatowesha, kwa sababu kama anawatowesha tofauti atajuana yeye na nani? Na Mungu wake. Lakini wale watu kitendo cha kufungua moyo na kutoa, Mungu anahesabu kwamba hawa wanatamani kazi yangu iende mbele. Kwa hiyo shukrani lazima iambatane na sadaka zito. Anza kujipanga sasa hivi. Dondoshia mle hela kidogo, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 15,000, ukiweza 20, ukiweza 30, ukiweza 100,000. Hatutafanana, hiyo nakubali kabisa. Na nakubali kwa mtu anapita mazingira magumu kabisa. Anapita mazingira magumu kabisa. Lakini pambana kwamba hata kama napita mazingira magumu, sina kakuku. Hata kama napita mazingira magumu, sina kitu fulani chenye thamani, nimshukuru Mungu wangu.
kwamba Mungu napita mazingira magumu, lakini hii afya tu nasema wewe Mungu asante. Si niende saluni niziondoe nywele badala ya kusuka hii hela ya kusukia 10,000 pamoja na manini mabunda yake yale sijui 10 na ngapi. Hii niweke shukrani, nimwambie Mungu asante. Mimi naomba ujaribishe hivyo kwenye shukrani zako. Kama mengine tutaongea Ijumaa, tutaongea, alafu huyu ni Mungu anatenda nini. Nilikuwa na mstari nitaka nisome lakini ni mrefu sana. Naomba uandike tu. Nyakati wa kwanza 29 mstari wa 2 hadi 14. Unaeleza timu ya Daudi jinsi walivyoenda na shukrani, malundo ya hela, madhahabu, walitoa mpaka mikufu. Vitu walivyokuwa wamevaa vyenye thamani wakavivua kwa ajili ya Mungu. Na maajabu, hii ni sura 26 wa pili hadi wa pili hadi wa 14. Matokeo yake yalikuwa ni makubwa ya mambo Mungu aliyotenda huko. Na kwenye mstari wa 14 bado pamoja na kutoa mavitu yenye thamani kubwa ya namna hiyo, Daudi anasema hivi ya kwamba anasema sisi ni nani hata tufanye hiki kitu. Yaani bado anajishusha. Lakini lundo la mamali wametoa hapo. Ukisoma pale shekeli nini, nenda kwenye Biblia zinatafsiri shekeli moja masawa sana ngapi, alafu utaona. Tukitaka siku moja nitafanya research hapa, nipige hesabu vile vile walivyotoa na bei yake. Kwa sababu kusoma tu unaweza kaelewa. Na ukapimanisha na bei ya sasa. Kama ni dhahabu kilo kadhaa ukapimanisha kama kwa leo kilo hizo walitoa shilingi ngapi. Sisi tunachagua masazo yale. Tunaenda naye kwenye shukrani. Kuanzia leo sema hapana. Mwambie jirani yako hapana. Shukrani lazima iambatane na sadaka nzito. Mungu wa mbinguni akubariki. Kabla tujasimama kumshukuru Mungu, kama kuna mtu ana swali lolote kuhusu shukrani, naomba niambie. Anyoshe mkono. Alafu tutaenda kuomba. Nataka tuweke mikono kwenye moyo wako nikuombe. Kufundisha ili upate faida wewe mwenyewe. Hakuna uhitaji hapo. Mkubwa wao tunadaiwa sehemu kwamba ndio tunafanya mpango hivi ili tukalipe madeni. Wewe ulete sadaka siku hiyo, utembee na sadaka ndogo au kubwa, haiathiri chochote. Au usifije ukafikiri sijasema, nimesemea hivi kwa watoto kwa dharau. Hamna, niliwabariki na nawabariki sana, mbarikiwe. Lakini upande huu naongea kwa mustakabali wako. Wako watu Mungu. Kuna kijana mmoja sitamsahau na natamani Mungu anipe maisha nione watoto wake. Aliweka shilingi 50,000 akasema sina watoto, naombea future ya watoto wangu. Sasa haya watoto nafikia zalio ya God. Nataka awe na watoto fulani hivi, creative. Mwalimu hata hajafundisha kumaliza kanaelewa, kanamfundisha na mwalimu. Na kana sura iliyochangamka. Sio kama kweusi. Yaani mtu anatoa anasema naombea future watoto nitakao wapata. Alafu wewe mwenye watoto, huyo hata ajui ataoa lini. Mwenye watoto unaweka 500. Mungu anahamia kwa nani? Anahamia kwa nani? Komba akili za watoto wako wote anaenda kuzipeleka, anasubiria watoto wale hawaje azindike huko. Kwa Mungu tujikakamue. Mwambie jirani yako, kwa Mungu tujikakamue. Kama kuna mtu ana swali, kama hakuna weka mikono kwenye moyo wako na Baba Mungu wa mbingu na nchi, nakushukuru kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa ajili ya mafundisho haya niliyoongea na watumishi wako hawa, kuandaa kwa ajili ya siku ya Jumapili. Naomba Mungu wa mbingu na nchi wajalie kujua haya ili yawasaidie maisha yao yote. Mahali wanapokuja kuwa na kitu cha kukushukuru wewe Mungu, wawe na kitu kinachoeleweka. Ninawaombea na watazamaji wangu na wasikilizaji wangu kote walioko duniani, wanaotazama kupitia akaunti zangu mbalimbali, wasaidie wanapokwenda kumshukuru Mungu, wasiende na masazo, waende na kitu kinachoeleweka. Lakini pia wakumbuke yale Mungu umetenda kwenye maisha yao. Asante kwa sababu Mungu utatufanyia siku njema sana siku ile ya Jumapili. Katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai, ninaomba na kushukuru. Amen. Na Jumapili sitahubiri ujumbe wa mfano. Jumapili ujumbe ambao Mungu amenipa, naenda kukuhubiri jinsi ya kukamilisha maono yako au jinsi ya kukamilisha mipango yako
nitaeleza maadui wanayekwamisha mipango kutokukamilika, na nitakwenda kukemea roho inayofanya vile unavyovianza visiishi. Amina, mteule wa Bwana. Ndicho kitu Mungu ameweka kwenye moyo wangu. Kwa hiyo ujumbe huu unaweza kusema leo na Ijumaa, lakini Jumapili nitakuwa na ujumbe mwingine kabisa, tena kwa muda mfupi tu. Tutakwenda kuomba Bwana tusaidie kukamilisha vile vilivyoanza, visiishie njiani. Na Bwana amemimina vitu vitatu vya kuongea na wewe kwa ajili ya wewe. Mungu wa mbingu na nchi na akubariki. Usikose kuwepo Ijumaa, na kesho usikose pia wewe wa zamu ya maombi, usikose.